Asante. Sasa Bwana asifiwe kanisa. Na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Namshukuru Mungu sana sana kwa ajili yako uliyefika kwenye ibada ya siku ya leo. Tukiendelea kumshukuru Mungu sana sana kwa mafanikio makubwa ya kambi ya mama ambao imeendelea kuliinua kanisa letu, kulimarisha kanisa letu, kulileta pamoja kanisa letu, kutupa hata muonekano ulio mzuri mbele yetu. Bwana asifiwe. Napongeza sana mama kadri ambavyo wameendelea kusimamia kambi. Ilikuwa la baraka sana. Hakika ilikuwa kambi la kufurahisha. Tulikula tukashiba. Siku zote tulitamani hadi kiwezekana isiishe. Laiti tangu nimeokoka ningepata ufunuo huo mapema, nafikiri ningekuwa mbali sana. Maana nikafika nilikuwa natoa sadaka, lakini kwamba Mungu amekusudia kwa njia ya sadaka kutokomeza umaskini tuliokuwa nao kabla ya kuokoka, ningebadilika. Hata hivyo Mungu akusaidie badilika. Badilika kwa mtazamo wa sadaka kwa nguvu ya maandiko. Bwana asifiwe. Mungu hakupendezwa na hali ya unyonge na maskini ya Waisraeli walipokuwa Misri. Hakupendezwa. Ndio maana sasa hiyo chali pamoja na maskini walionapitia kama tuma, kama ilivyokuwa walitumikishwa kule Misri. Ndipo aliposikia kilio chao akakusudia kuwakomboa kwa mkono wenye nguvu, ili kwa njia ya sadaka awatajirishe. Mita wakati tumpende sana. Alipotufunulia juu ya mito ya baraka, ilikuwa ni sehemu tu hiyo mchakato mzima wa ufunuo. Lakini kwa ufunuo uelewa kwamba kusudi la sadaka ni kututajirisha. Kwa hiyo kusudia na kazana kutoa sadaka kwa Mungu ameziagiza. Unaona baada ya Mungu kumkomboa na kumtoa katika gharika, akamtolea Mungu sadaka ya shukrani. Bwana asifiwe. Alipomtolea Mungu sadaka ya shukrani, Mungu akamwambia kukubariki ni kukubariki. Na maana nasema Mungu akampa vitu vyote ambavyo walikuwa hawana mwanzoni kwa sadaka ya shukrani, ikamfanya Mungu achilie Nuhu kuna vitu vyote, hata ikiwa nyama ambazo kwa pia kwa Bwana.
gani? Haikuwa rahisi, maana kama yote yamefanya yeye kwa moyo wa shukrani akamtengenezea madhabahu, akamtolea sadaka. Mungu akapendezwa na sadaka ile. Kilichofuatwa ni kumbariki. Na Biblia popote unaposoma baraka, kubarikiwa maana yake kutajirishwa, maana baraka za Mungu zinatajirisha. Elewa hilo. Ninapokuombea baraka na kuombea kutajirishwa, piga makofi kwa Bwana. Baba yetu Ibrahim, baba wa imani, baada ya kujaribiwa kumtoa Isaka mwanae kama sadaka, Mungu akasema nimeona, wala usimnyoshee mkono mtoto wako. Sasa kwa njia ya sadaka hiyo, najua unavyojua kumcha Bwana. Kutoa sadaka ni kipimo cha kumcha Bwana. Kutoa sadaka ni kipimo cha kumcha Bwana. Mungu anamwambia Ibrahim, nimeona vile ambavyo sasa wewe unamcha Mungu, kwa sababu alikuwa tayari. Nasema kwa sababu hiyo kukubariki, nitakubariki, kuzidisha nitakuzidisha. Kwa hiyo kukubariki maana kukutajirisha. Mithali 10:22. Bwana asifiwe. Yaelewa haya mitu wa baraka chache. Wewe ni shahidi. Tangu umeokoka niambia lini usikia ufunuo kama huu? Wewe unakuja kutoa sadaka tu. Na mimi nimefundisha sana sadaka. Na mimi ni mwalimu mzuri wa sadaka. Lakini hakuna wakati wote nilipofunuliwa nifundishe watu kwamba kutoa sadaka ni kutajirishwa. Bwana asifiwe. Lakini kwa nguvu ya maandiko tunaona kama nilivyokueleza, Ibrahim Mungu alimbariki sana sana. Mungu alimtajirisha sana sana. Lakini msingi ilikuwa ni utoaji wa sadaka. Tunasoma habari za Ayubu. Open up your heart. Fungua moyo wako, badilika. Haleluya. Kusudia. Ayubu alitoa sadaka zingine ambao unajiuliza nani alimfundisha? Watoto wake wakifanya karamu kwa ajili ya kila birthday mtoto wake, aliwatakasa, yani akatoa sadaka za kuteketeza. Yamkini wamemkosea Mungu kwa hiyo watoto wake. Na Ayubu anasema alikuwa tajiri, haijatokea katika kipindi hicho watu ambao kwa nguvu ya sadaka. Piga makofi kama mnanielewa. Kwa sababu Mungu aliwatoa na Israeli kutoka Misri walikokuwa wanateseka mara 3. Anahuzunika anapoagiza wende kumwabudu mara 3. Namba 3 inaonyesha ukamilifu, timilifu wa Mungu. Anaagiza usiende mbele zake mikono mitupu. Bwana asifiwe. Maana kwa kwenda mbele za Mungu ni Mungu anataka unapokwenda mbele uende sadaka. Maana anamwambia Musa tangu anatoka tu Misri, nijengee madhabahu. Kitabu cha Kutoka mlango 20 mwanzoni tu kabisa, kwenye madhabahu mtolee sadaka. Kwenye madhabahu nitakujilia. Ndio kwanza wana wa Israeli wanaanza kuona namna wanapokaribia na Mungu. Asa kwenye madhabahu nitakubarikia. Kubarikiwa na Mungu maana yake kutajirishwa kwa nguvu ya maandiko. Unanisikia? Unanisikia? Na maandiko tele.
ambayo Mungu katika ufunuo huu ananionyesha niamini bila wasiwasi kwamba kututaka tuwe sadaka. Mungu hapendezwi na umaskini. Ni baba yetu aliye tajiri, mbingu mali yake, nchi mali yake, vyote vijaza mali yake. Hapendezwi na hali ya unyonge, hapendezwi na hali ya ombaomba. Ameweka namna ya kubariki wewe kwa wewe kuleta sadaka. Kama nia ipo, utakubaliwa kwa kadri ulivyo navyo. Bwana asifiwe. Unamwona Kornelio, mtu wa mataifa, aliyokuwa akitoa sadaka na sala nyingi zikakumbusha mbele za Mungu. Kornelio, Mungu alimbariki sana kwa sadaka zake. Bwana asifiwe. Tunaona ambavyo katika wafalme wa Israeli, huyu mfalme Hezekia, Mungu amemtumia kwa namna ya kipekee sana kubadilisha mtizamo na menendo ya Ukristo, ya watu wa Mungu. Alipoingia kwa mfalme, akaona wale watu wameacha kabisa mambo ya ibada. Mahekalu yamefungwa, hawamwabudu Mungu. Jambo la kwanza alilofanya ni kufungua milango ya hekalu, kusafisha, kutakasa, kurejesha ibada. Ninasema yeye alitoa sadaka zote zile ambazo Mungu aliziamuru kwa mkono wa Musa. Na maandiko, kwa sababu ya kutoa sadaka zote alizoamriwa kwa mkono wa Musa, ninasema Mungu akamtajirisha sana sana. Na ndio maana hata alipokuwa katika hatari ya kufa, akielewa iko sadaka ambayo Mungu alisema itakuwa ukumbusho mbele zake, na alikuwa anatoa, akamwambia kumbuka nilipokwenda mbele zako. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Mungu akakumbuka. Mungu akamponya Hezekia. Mungu akamwongeza miaka ya Hezekia. Ndani ya miaka anyongeza, bandi wasema Mungu alimtajirisha sana sana, ili uendelee kuona nguvu ya sadaka kukutajirisha. Bwana asifiwe. Na ndio maana Mithali 11:24 inasema kuna yeye atawanyaye, huyo hutajirishwa. Mungu alipokuwa anatupa ahadi ya mito ya baraka, alikuwa hajatufunulia mfumo wa sadaka wa kutawanya, lakini alijua kwa wakati uliokubalika atatufunulia mfumo wa sadaka wa kutawanya, ili tunapotawanya Mungu atutajirishe. Kuna yeye atawanyaye, huyo hutajirishwa. Kama ninyi mnavyojiona, mnaona mjatajirishwa, jifananishe. Mito ya baraka chache kwa mfumo wa kutawanya, tunatajirishwa. Lakini Mungu anatufunulia taratibu, hatua kwa hatua. Akatufunulia nitaleta mito ya baraka, tukashangilia. Itakuwaje hiyo mito ya baraka? Itakuwaje? Hatukujua. Lakini taratibu mnaona watu maisha yao. Bwana Mwaitega katika wimbo mmoja ameimba, asema nilikuwa nafikiri swala la mito ya baraka ni mawazo ya Askofu Makibolwa, lakini kumbe ni ufunuo wa Mungu kwa watu wake. Maana alipofika hapa aliona maisha yake yalivyobadilika, anashuhudia. Ili kama utakuwa mgumu kushuhudia, kulipokea, Bwana Mwaitega ameimba katika wimbo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo swala la ufunuo wa sadaka ambao ametufunulia, ambao madhehebu yote na Wakristo wote hajafunuliwa, tunafundisha, ni lengo la kuhakikisha kwamba ile mito ya baraka
aliyosema ataileta, anaileta kwa njia ya kutawanya, kwa njia ya kutawanya, kwa njia ya kutawanya. Hatari yake sasa ni hii. Hatari yake ni hii. Kuna yeye atawanyaye, huyo hutajirishwa. Mstari wa pili unasema kuna yeye azuiaye isivyo haki huelekea uhitaji. Ogopa. Mungu analiangia kila neno. Yamkini upo katika hali hiyo kwa sababu ulikuwa hujajua kwamba kuzuia kutoa sadaka, una nafasi ya kutoa, hautoi. Ulikuwa huelewi kwamba ndio nguvu ya kupeleka umaskini. Jua sasa. Bwana asifiwe. Jua sasa. Usizuie isivyo haki. Usizuie, maana Mungu ametuvumilia, hatimaye akaona atufunulie. Kuna yeye atawanyaye, huyo huzidishiwa. Version zingine nasema hutajirishwa. Lakini kuna yeye azuiaye isivyo haki. Una uwezo wa kutoa zaka, una uwezo wa kutoa sadaka ya maendeleo, una uwezo wa kutoa shukrani, lakini hutoi. Unazuia isivyo haki. Jichunguze. Utakuta kwamba maisha yako kwako ni mlima. Umenielewa? Mungu anataka anavyokubariki, mbingu mahali yake, nchi mahali yake, anapokuambia toa sadaka ni kwa sababu anataka akutajirishe. Hapendezwi na hali ya umaskini. Kwa hiyo nataka uelewe, usizuie kumtolea Mungu kile ambacho anataka kwa hicho yeye akuondolee umaskini. Bwana asifiwe. Mungu asema heri kutoa. Ukisema heri, maana ziko baraka za Mungu kwa wewe kutoa. Unaelewa? Mito ya baraka, nataka tuone upana wa ufunuo huu kwa nguvu ya maandiko. Umenielewa? Heri kutoa kuliko kupokea. Yaani ziko baraka za Mungu zinazotajirisha kuliko wewe kungojea upokee. Na ndio maana Mungu kwa huruma zake ametaka tujue ana kila kitu, hajapungukiwa chochote. Kutaka utoe sadaka ni kutaka kutajirisha wewe, maana hashindwi kuiendesha kazi, hashindwi kuiendesha kazi yake, hashindwi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nikuombe mwanamito wa baraka uliyefika, badilika. Tazama sadaka kwamba ni kusudi la Mungu kuondolea umaskini. Usijitabishe ili kupata utajiri. Watu wamehangaika kutafuta utajiri kwa njia zao, kwa akili zao. Mungu anasema usitegemee akili zako. Usijisumbue ili kupata utajiri. Bwana asifiwe. Kwa utangulizi huu sasa, nataka tuingie katika maandiko ili wewe sasa kwa nguvu ya maandiko uweze kuelewa kwamba Mungu amekusudia kukuletea mito ya baraka, mito ya baraka, mito ya baraka. Tuanze mwanzo kabisa. Mungu amewatoa Wanaisraeli kutoka Misri. Ndio sasa anataka kuwatajirisha. Kitabu cha Kutoka ndio kitabu cha kwanza anapowatoa kutoka Misri. Kutoka 20:24. Bwana asifiwe. Nitaomba aliweza kuona aweze kunisaidia kusoma pamoja
na kutumia screen tulizonazo. Kitabu cha Kutoka mlango wa 20. Tasoma katika jina la Yesu. Amen. Utanifanyia madhabahu ya udongo, nawe utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, kondoo zako na ng'ombe zako, kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu. Hapo ndipo nitakapokujilia na kukubarikia. Bwana asifiwe. Hawa ndio kwanza ametoka Misri. Anawaeleza Musa namna ambavyo sasa awabarikia watu wake, na baraka zake Mungu zinatajirisha. Anawaambia wamjengee madhabahu, kwenye madhabahu wamtolee sadaka, kwenye madhabahu yeye atawajilia. Akiwajilia atawabarikia. Tuombe. Baba yetu Mungu aliye mwema na mwaminifu, tunashuka na kunyenyekea, tusaidie tu. Upendo na upendo wako kwetu ni mwingi mno. Umekuwa ukitufunulia mambo mbalimbali yanaodhihirishwa, yanaothibitishwa. Ni wakati wa kutuondoa katika mtazamo hasi juu ya sadaka, utuingize katika kusudi lako kwa njia ya sadaka kututajirisha. Baba, libariki neno lako, wabariki watumishi wako hawa Baba, umeacha yote kuja nyumbani kwako Baba, kuja kusikia, ili Mungu wa mbingu na nchi kwa nguvu ya neno lako uinue imani zetu kuelekea kule ambapo tumekusudia, tukitambua Mungu wetu ni Mungu wa huruma, unayesamehe makosa, dhambi na uovu wote. Hata pale ambapo Mungu wa rehema hatukutoa sadaka ipasavyo, Mungu samehe tu, samehe Mungu wa rehema. Na yale yote ambao mbele zako ni machukizo, samehe tu Mungu wetu kwa ajili ya jina lako. Mungu nakushukuru, tulioko hapa wanafuatia kwa mtandao, kila mmoja wetu pokee kitu kubadilisha mtizamo hasi juu ya sadaka, bali tubadilike, tukubaliane na nguvu ya maandiko juu ya sadaka, katika jina la Yesu Kristo, amen. Sadaka inazungumza sana, lakini nipende kwa ajili ya kuliendeleza hili somo nichukue ufafanuzi wa neno sadaka kama mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alimtumia sana kubadilisha maisha yangu, na ni mwalimu mzuri wa neno la Mungu, Mwalimu Christopher Mwakasege. Nikaona shangaa wakati nilifunuliwa hili na anaelezea vile ambavyo ili Mungu kututoa katika umaskini, alikuwa yeye wa kwanza kutoa sadaka kwa ajili yetu. Piga makofi kwa Bwana. Na sadaka aliyotoa na yenyewe ikawa sadaka, Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kututoa katika umaskini. Sasa yeye pamoja na wengi walioielezea sadaka ni nini, napenda tuende naye kama anavyosema kwamba tunapozungumza sadaka, sadaka ni nini? Sema sadaka ni ufunuo wa kiroho wa Mungu kuingia kiagano katika moyo wa mtu. Bwana asifiwe. Unaweza ukawa umeziona definitions zingine, lakini kwa sababu ni somo ambalo
limekubaliana na ufunuo ambao Mungu ametupa hapa katika mafundisho yake. Ningependa tuende nalo hilo. Sema sadaka ni ufunuo wa kiroho wa Mungu kuingia kiagano katika moyo wa mtu. Akasema ufafanuzi mwingine ni vizuri, maana kila mmoja hawezi kungoja amekuwa na chakwa. Tunajenga juu ya kila ambacho watu wamefunuliwa. Sema sadaka ni uhalalisho wa kumpa Mungu haki ya kuwa wa kwanza kinafasi katika moyo wa mtu. Sadaka. Na kweli kama Mungu amechukua nafasi yake katika moyo wako, utaona namna ambavyo wakati wote swala la sadaka husukumwi, hulazimishwi. Unaliona vile ambavyo ni Mungu ameagiza, ndiye alikupa vyote. Anachukua nafasi ya kwanza katika moyo wako kwa ajili ya kumtolea Mungu sadaka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nitaka uone kwamba ametoka Misri. Mlango wa 20 ni mwanzoni kabisa kitabu cha Kutoka. Anawaagiza, hapendezi na umaskini walioubeba kutoka Misri. Tanijengea madhabahu. Kwenye madhabahu mtanitolea sadaka. Mimi Mungu nitakujilia kwenye madhabahu, na kwenye madhabahu nitakubarikia. Ndio maana hata ukituma sadaka zako kwa njia ya mtandao, nataka kwenye madhabahu yake aliposema atatujilia, uje ili Mungu akubarikie, akubarikie, akubarikie. Na baraka za Mungu zinatajirisha. Mithali 10:22. Tumeingia ni somo ya kujifunza Biblia. Baraka za Mungu zinatajirisha. Mithali 10:22. Taomba msomaji tusome pale, maana siku ya kujifunza Biblia. Mithali 10:22, Biblia inasema baraka ya Bwana utajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo. Bwana asifiwe. Mungu anamwambia Musa, mwambie Haruni na wanae, nataka watu wangu watajirishwe, wao wabarikie, na hizo baraka zitawakalia. Maana baraka za Mungu zinatajirisha. Bwana asifiwe tu wa Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana baba yetu Ibrahim aliposhinda, alipojaribiwa kumtoa Isaka, kama anavyosoma kitabu cha Mwanzo 22 ukianzia mstari wa 11 pale 11 mpaka 17, kwa sababu nataka tuone vile ambavyo sadaka zozote ambazo Mungu amesema lengo lake ni kututajirisha. Nimekueleza mifano waliotajirishwa kwenye Biblia. Nitakueleza mifano waliotajirishwa ndani ya mito ya Baraka Church walivyokuwa waaminifu kwa utoaji wa sadaka. Piga makofi kwa Bwana. Ili tubadilike, tuone kwamba kumbe upendo wa Mungu kwetu ni katika njia mbalimbali. Soma pale Mwanzo 22 mstari wa 11, Biblia inasema, ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni, akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Iwapo
kumzuilia mwanao wa pekee. Bwana asifiwe. Sasa hapo nataka kwanza uone vile ambavyo sadaka zinaunganisha. Heri yeye amchaye Bwana na kupendezwa na maagizo yake. Kumcha Mungu ni kule kushika maagizo na maelekezo ya kutoa sadaka. Ibrahim alipotoa sadaka anasema, sasa najua ya kwamba we wamcha Mungu. Heri yeye amchaye Mungu na kupendezwa na maagizo yake, nyumbani mwake mtakuwa na utajiri. Piga makofi kwa Bwana. Sadaka ni kipimo cha kumcha Mungu. Kiasi gani unamcha Mungu, Mungu anaangalia kiasi gani unamtolea Mungu sadaka. Ayubu alikuwa mchaji wa Mungu kwa sababu alimtolea Mungu sadaka nyingi sana. Bwana asifiwe. Sasa tuendelee. Nitaka hapo nitakapokuletea Zaburi 112 mstari wa 3 kuonyesha sadaka zinavyotajirishwa uelewe. Wamama alikuwa na usemi mzuri sana. Mwanamke amchaye Bwana mwanamke atakayesifiwa. Kumcha Bwana kunapimwa. Wamama alikuwa neno hili tawasukuma kuanzia sasa kutambua kipimo cha kumcha Bwana. Kwa andiko hili ni kumtolea Mungu sadaka, ni kumtii Mungu katika maagizo yake mengi aliyotupa. Bwana asifiwe. Angalia anapoendelea mstari unaofuata, vile ambavyo Mungu asakiri, kama nikubariki nitakubariki. Neno kubariki maana yake kukutajirisha. Kama nikutajirisha nitakutajirisha. Na baba yetu Ibrahim ndiye sema Mungu alimbariki sana sana sana. Ndio maana sema walio imani hubarikiwa pamoja na baba yetu wa imani Ibrahim. Mungu aliyembariki kwa fedha na dhahabu na mifugo. Piga makofi kwa Bwana. Kama alimbariki kwa fedha, alimtajirisha kwa fedha, dhahabu na mifugo. Soma pa tuendelee pa. Mstari wa 13, Mwanzo 22. Biblia inasema Ibrahimu akainua macho yake, akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanaye. Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova Ire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Endelea 15. Malaika wa Bwana akamuita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee. Katika kubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitakuzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Amen. Paka hapo. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Kwanza elewa, is a new powerful revelation. Umenielewa? Elewa, huu ni ufunuo mpya wenye nguvu wa Roho Mtakatifu. Mimi na wewe tumeokoka, lakini hakuna wakati ambapo tuliona tukifundishwa kwa wingi wa maandiko juu ya sadaka kwa namna ya kututajirisha. Unaona baba yetu Ibrahim alivyokuwa amemtolea Mungu sadaka. Mungu anaapa kwa nafsi yake. Na wewe nafahamu uzao wa Ibrahimu walivyo wengi kama nyota angani. Piga makofi kwa Bwana, maana Mungu asemi uongo. Kama tukifika hapo tukaelewa, ndio utaona sasa Zaburi 112. Nataka nikuchukue katika maandiko yanayoonyesha kutoa sadaka. Mungu anavyoonyesha kutaleta utajiri katika maisha yako. Usizuie isivyo haki. Toa tu. Toa tu. Toa tu. Toa tu. Toa tu. Toa tu. Na mimi namshukuru Mungu na kufundisha vitu hivyo na viishi. Leo hii ndio maana nimekuwa mchungaji wa kanisa
kubwa zuri la mito ya baraka. Piga makofi kwa Bwana. Hata kama ukipuuza, kila wanaokuja wanatutia moyo, wanapompa Mungu tukufu kwa uzuri wa kanisa hili. Piga makofi kwa Bwana. Mungu amekutusudia. Soma pale Zaburi 112 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Zaburi 112 mstari wa 3, Biblia inasema nyumbani mwake mna utajiri na mali. Anza wa kwanza na pili, ili yote hayo uone vile ambavyo usizembee kutoa sadaka hata kwa ajili ya watoto wako. Kama wewe kufanya vizuri katika maisha, toa sadaka vizuri, watoto wako Mungu awafanye kuwa hodari duniani. Nani asiyependa watoto wake hodari duniani? Na dunia tunasikia watoto wetu tangu wametufunulia mwaka 2015, mashule yote, watoto wetu wote, mito ya baraka, watoto wetu ni hodari. Soma vizuri mtumishi wa Mungu, kwanza mpaka 3. Zaburi ya 112 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema haleluya, heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye sana na maagizo yake. Wazao wake watakuwa hodari duniani. Ndiyo, kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Basi endelea hapo 3. Mstari wa 3, nyumbani mwake mna utajiri na mali. That's it. Na haki yake yakaa milele. Bwana asifiwe kanisa. Muelewe kwamba maandiko hayo yapo miaka yote. Unanielewa? Miaka yote. Lakini Mungu akutufunulia tuoanishe maandiko hayo na sadaka kwa nguvu ya kututajirisha. Heri yeye amchaye Bwana. Nimekuambia kumcha Mungu kama Mungu, malaika wa Mungu alimwambia Ibrahim baada ya kutoa sadaka, akasema sasa najua wewe wamcha Bwana. Kutoa sadaka ndio kielelezo cha watu kumcha Bwana. Kupendezwa na maagizo yake ni pamoja na maagizo yake ya kumtolea sadaka. Unapotoa unapendezwa na maagizo yake. Watoto wako Bwana wafanye kuwa hodari, Bwana wafanye kuwa hodari, Bwana wafanye kuwa hodari. Nyumbani mwako muwe na utajiri, nyumbani mwako muwe na utajiri, nyumbani mwako muwe na utajiri, nyumbani mwako muwe na utajiri. Bwana asifiwe. Sadaka ambazo Mungu alitaka wamtolee, ambazo anawapima kama kweli wanapendezwa na maagizo hayo na wanafanya, ndizo zile ambazo alizirasimi. Tunaziona mfumo wake uko pale. Some pale Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 6, Biblia inasema pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu na sadaka zenu za hiari na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya ng'ombe na ya kondoo, na huko mtakula mbele ya Bwana. Soma mstari wa 10. Nenda mstari wa 10. Mstari wa 10 pale. Mstari wa 10, lakini mtakapovuka Yordani na kukaa katika nchi anayowarithisha Bwana Mungu wenu, akawapeni raha, akiwaokoa na adui zenu pande zote, mtakaa salama. Wakati huo itakuwa kwamba mahali pale atakapopachagua Bwana. Sikiliza, anasisitiza sasa, kuna atawanyae. Angalia anavyozieleza kule na anavyozirudia tena hapa. Wakati huo itakuwa kwamba mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wenu alikalishe jina lake, hapo ndipo mtakapoleta kila kitu ninachowaamuru, sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu zote teule mtakazoweka kwa Bwana. Bwana asifiwe. Malizia mstari wa 13. Mstari wa 13, Biblia inasema ujihadhari usitoe sadaka zako za kuteketezwa katika kila mahali upaonapo. Bwana asifiwe. Sadaka za kuteketezwa walizokuwa natoa Wanaisraeli katika Agano la Kale, Yesu Kristo ndio sadaka yetu.
kama ambavyo Biblia inatufundisha kwamba sadaka za aina hiyo Mungu hazitaki. Ndio maana leo hazitolewi. Waraka kwa Ibrania mlango wa 10 mstari wa 4 mpaka wa 8 pale ndio naona Yesu Kristo ndiye Pasaka wetu, ndiye alikuja kwa njia ya mwili wake yatenda mapenzi yake Mungu. Waibrania mlango wa 10 mstari wa 4. Waibrania 10 mstari wa 4, Biblia inasema, maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama, nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa, niyafanye mapenzi yako Mungu. Bwana asifiwe. Biblia inaweka wazi kabisa kwamba sadaka za kuteketezwa ndizo ambazo Mungu amezikataa, lakini sadaka zingine zote unazoziona mstari wa 6 wa 10 na 11 hazimo katika sadaka ambazo zimekatazwa. Bwana asifiwe. Ndio maana tunakuta Yesu Kristo akija aliweza kutoa sadaka kwa ajili ya ushuru wa hekalu, maana ndio hizo ambazo ukiachia kuteketezwa tunaisoma Kumbukumbu ya Torati mlango wa 6, masuala ya nadhiri hayakuzuiliwa, masuala ya zaka, sadaka mbalimbali ikiwemo ushuru wa hekalu. Yesu Kristo anasema, Petro, nenda baharini ukavue, yule samaki utakayempata lipa ushuru wa hekalu kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Zaka zote hizo. Ndio maana Mithali 11:24 kwa mtiririko wa sadaka hizo asema kuna yeye atawanyaye. Unapotoa sadaka zote ambazo Mungu ameagiza tunatawanya. Mithali 11:24. Sadaka hizo ambazo Mungu amerasimisha, miti wa baraka chache, uelewe ni wapi katika Biblia ambapo Mungu anaonyesha kurasimisha, kuzifanya sadaka anazozitaka ziwe rasmi. Kumbukumbu ya Torati mlango wa 12 mstari wa 6 wa 10, 11, 13, achia la kuteketezwa, lakini zingine zote zile zinaendelea. Soma saa 11:24. Mithali 11:24, Biblia inasema, kuna atawanyaye lakini huongezewa zaidi, kuna azuiaye isivyo haki lakini huelekea uhitaji. Vitu wa baraka church, kwa neema ya pekee ya Mungu, Morning Glory, tunapata nafasi ya kutawanya. Tuna sadaka ya ibada. Mungu asema usije mikono mitupu. Tuna sadaka ya upendo. Yesu asema amri mpya nawapa, pendaneni. Tuna sadaka mkate kwa mhubiri, maana watu wa madhabahu kule vya madhabahu. Hizo sadaka tatu zinatupa nafasi ya kutawanya. Kuna yeye atawanyaye, huyo huzidishiwa. Njoo utawanye kwenye Morning Glory. Mungu unapotawanya atakutajirisha. Kuna yeye azuiaye isivyo haki. Umekuja kwenye ibada, una uwezo wa kutoa sadaka ya ibada, hutaki. Sadaka ya upendo, hutaki. Mkate kwa mhubiri, una uwezo, hutaki. Biblia inakuhakikishia hatakuwa salamu na utafuta umaskini, na umaskini utakuja juu yako, maana Mungu analiangalia akapata kutimiza. Bwana asifiwe, watu wa Mungu.
anapotufunulia sema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwa kukosa kujua yale ambayo Mungu anataka yatuondoe katika kuangamizwa. Hosea 4:6, watu wangu wanaangamizwa. My people are destroyed for lack of knowledge. Tunapofundishwa kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu, Mungu hataki tuangamie tena. Tawanya, tawanya, tawanya. Kuna tawanyae, huyo utatajirishwa. Usizuie isivyo haki, utaelekea umaskini. Mathayo 22:39, sema mwapotea kwa sababu hamyajui maandiko. Sasa nakupa maandiko uyajue usipotee. Unanielewa? Haya maandiko ukijua kweli tutakuweka huru. Tunapoletewa mafundisho kama haya, manake Mungu amechoka na kupotea na kuangamizwa. Hataki tuangamizwe. Yeye kama watoto wake angependa tuwe matajiri kama yeye baba yetu alivyo tajiri. Ndio maana mara 3 katika Biblia andika, Mungu asema usije mbele zangu mikono mitupu. Kitabu cha Kutoka mlango 23:16. Hapendezwi uje kwenye ibada mikono mitupu. Anataka kukutajirisha kwa kubarikia. Utaiona tena Kutoka 34:20, utasoma kwa wakati wako. Mungu asema usije mikono mitupu. Mara ya 3 Kumbukumbu ya Torati 16:15. Kwa nini Mungu anakazana namna hiyo? Kwa sababu hapendezwi. Sisi tumekwisha kubarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Piga makofi kwa Bwana. Tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Hatustahili kuwa maskini. Hatustahili kuona kana tunaendelea kwa tu wa kuombaomba. Bwana asifiwe tu Mungu. Bwana asifiwe. Mara 3 kwa maandiko niliyokuambia. Lakini kuangalia naenda kumaliza, muda umekwenda. Kukupa maandiko mengine zaidi, angalia Mithali 3:9. Mheshimu Mungu kwa mali yako na malimbuko. Mungu atajaza ghala zako. Akijaza ghala zako maana yake anakutajirisha. Bwana asifiwe tu Mungu. Ninachotaka uelewe, haya maandiko yapo kwenye Biblia miaka yote. Lakini wakati gani tuliyaona na kuyakusanya yatufunulia na kutuelekeza kuona ndio kusudi la Mungu takatoa sadaka atuondolee umaskini. Bwana asifiwe. Nimekutolea mifano kwenye Biblia. Siku nikiweza nitakusomea vile ambavyo Mungu alimtajirisha sana Nuhu. Lakini napomalizia, ninyi ni mashahidi. Wengine mmekuwa juzi. Mimi nilikuwa shemasi. Nikiwa shemasi, wako washirika nilikuwa nao. Washirika niliokuwa nao, mmoja wapo namtaja na siogopi, maana wote mnafahamu. Paul Maunde, askofu wetu wa jimbo la Mara. Yule mtu toka mimi kwa shemasi amekuwa mwaminifu sana kwa sadaka zote na zaka kumtolea Mungu. Maunde, askofu wetu, toka nimekuwa shemasi, na mnafahamu alivyotusaidia. Tunapopata wageni, anawapokea wageni kuwalaza nyumbani kwake. Piga makofi kwa Bwana.
Tuna watumishi wa Mungu wengi. Leo ni wachungaji wamepitia mikononi mwa maonde. Piga makofi kwa Bwana. Yule mtu ni kielelezo na mfano hai wa vile ambavyo amekuwa mwaminifu kumtolea Mungu. Wengi mpo, lakini watu wengine nisiwataje, nimtaje huyu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amewabeba washirika ngapi? Wengi. Bwana asifiwe. Na hata katika ujenzi wa kanisa kaleta milioni 100. Piga makofi kwa Bwana. Lakini kisa ni kwa sababu Mungu alimjalia neema ya kujua, nguvu ya kutoa. Kasomesha watoto, mtu wa kawaida kabisa. Watoto Ulaya, wengine wakasomesha Marekani. Pray God yuko kule anafanya vizuri sana kule Marekani, anafanya vizuri sana. Wengine wanasoma hapa India. Wewe mtu wa kawaida usomesha India. Wengine wanasoma China. Piga makofi kwa Bwana. Bwana asifiwe. Mimi watumishi wa Mungu namshukuru Mungu kwamba wakati nafundisha meza ya Bwana ndipo wazi akaniambia nitaleta mito ya baraka. Leo hii tuna dhehebu zuri lenye heshima. Nenda popote pale ukisema toka mito ya baraka, watakupokea kwa heshima. Hata usipotaka watakupokea kwa heshima, kwa sababu alituahidi ya mito ya baraka. Ameendelea kuachilia mito ya baraka, lakini haikuwa mpaka nikwambia nilikuwa ni miezi 5 baada ya kuokoka. Uelewe, maana usiukafikiri vitu hivi. Miezi 5 nilikuwa sijafanya chochote. Sasa mimi kuonekana mbele za Mungu kama nimefanya cha Mungu nifunulia, alinifunulia. Bwana asifiwe. Ndio Mungu asema I'll put you in my house. Ndio aliponiita kuwa mchungaji. Piga makofi kwa Bwana. Sema nitakuweka katika nyumba yangu. Akaniambia nitakufundisha jambo jipya, utalielewa. Niko namngojea Mungu ni jambo mpaka baada ya miaka 20 aliponifanya kuwa mwenyekiti wa makanisa ya Pentecost mkoa wa Dar es Salaam. Sasa ndio akanifundisha, maana alijua uwanja uko wazi sasa mafundisho yale kupenya katika makanisa ya Pentecost mkoa wa Dar es Salaam. Na ndio ilivyokuwa. Baada ya miaka 20 ndio akanifundisha mfumo wa sadaka unaotupa kutawanya. Kuna yeye atawanyaye, huyo utajirishwa. Mungu akusaidie kubadilika, kuchukua kwa mtizamo wake Mungu ambaye tangu asili ni furaha yake mwanadamu awe na furaha wakati wote. Ndio maana kamuumba kwa sura kwa mfano wake, kamba kutawala juu ya kazi yake, kampulizia pumzi yake na mengi ambayo Mungu ameyatenda. Akaona ili aondokane na umaskini aliyokuwa nao huko kabla ya kuokoka, aliyokuwa nao kule Misri, alete mfumo wa sadaka, ili ukielewa na kwa mifano ya kibibilia na mifano niliyokueleza ambao mengine wewe una macho kuwaona hapa kanisani, ambavyo waliona neema Mungu anavyowabariki kwa mfumo wa sadaka anatajirisha. Tusimame. Asante Yesu, amen. Asante Yesu, amen. Asante Yesu, amen. Hallelujah, amen.
Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Unatupenda. Amen. Unatupenda. Amen. Unatupenda. Amen. Hallelujah. Amen. Unatulinda. Amen. Unatulinda. Amen. Unatulinda. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa pamoja twende mbele za Bwana, tumshukuru kwa dhati kutufunulia ufunuo huu wenye nguvu ambao kote duniani utakapoupeleka kwa nguvu ya maandiko wataupokea. Baba yetu Mungu aliye mbinguni, uliye mwema na mwaminifu, ndani ya mioyo yetu Mungu wa rehema, sisi ni nani? Umeendelea kutufunulia hatua kwa hatua yale yote ambayo Mungu ndio kusudi lako katika maisha yetu, maana hupendezwi na hali ya umaskini. Umaskini matokeo ya anguko la mwanadamu. Yesu Kristo, ulichukua umaskini wetu tulipokabidhi maisha kwako, ukatuvika na utajiri, maana wewe ndio sadaka yetu, maana wewe ndio nguvu yetu, maana wewe ndio baraka yetu. Tusaidie Mungu wa rehema kubadilika, tuwezeshe Mungu wa rehema kuona maandiko yanavyotusukuma, tupate kuona Mungu wa mbingu na nchi nguvu ya sadaka, Baba, kutokomeza umaskini katika maisha yetu, kama ambavyo Mungu wa rehema hata katika familia tunazotoka, hata katika vijiji tunavyotoka, familia zinazokwenda makanisani kwenda kutoa sadaka, Mungu zimebarikiwa, Mungu zimetajirishwa kuliko familia ambazo haziendi makanisani kwenda kutoa sadaka, kuthibitisha ya kwamba Mungu wa rehema umekusudia kwa njia ya sadaka kutokomeza umaskini. Maana Mungu wa mbingu na nchi, ndani ya Yesu Kristo tumekwisha kubarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu Kristo. Mungu tuponyaye hata sasa, ponya, tuponye na roho ya kurudi nyuma katika kutolea sadaka. Mungu wa mbingu na nchi, tuvike na utashi na utayari kukutolea sadaka zote ulizoziamuru, maana vyote ulivyo navyo Baba vimetoka kwako. Tulikuja bila kitu, taondoka bila kitu, vyote vilivyopo Baba vipo kwa ajili yako. Kila mmoja wetu tusaidie Baba kuyaona haya ambayo ndio amekusudia kwa njia hiyo kutuletea mito ya baraka. Baraka zako zinatajirisha katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Unahitaji lolote, nyosha mkono. Hii ni nyumba ya Mungu ya sala. Yuko Yesu ambaye anahusika na mateso yako. Kama Sauli alivyotesa kanisa, ambia Sauli, Sauli, mbona wanitesa? Mateso unayopitia yanampata Yesu Kristo, hataki hayo mateso yanayo. Baba yetu Mungu wa rehema, tunakuja mbele zako. Asante kwa sababu Mungu uliniambikiza, Mungu, ya kwamba pale ambapo Mungu utakuwepo, tuweka jina lako, ni mahali pako, utaniweka ndani ya nyumba yako. Unasema wote watakao simama mbele yangu kama hao waliosimama mbele yangu, Mungu wa maagano, kumbuka ulivyoniita. Ulisema wote tutawafanikisha. Hao wanastahili kutajirishwa, kufanikishwa, maana wameitoa miili yao kuwa sadaka, kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu, yenye kukupendeza. Kama kwa njia ya sadaka Baba unawatajirisha watu wako hawa kwa neno lako Baba, watajirishe Baba, watajirishe Baba, watajirishe, kwa sababu Mungu unathibitisha neno la watumishi wako, nami ni mtumishi wako. Yathibitishe haya ambayo Mungu nimeyanena kwao, wanastahili Bwana,
katika mwaka wa kufurahishwa, wakafurahishwe kwa namna ambayo kila mmoja anakuwa ushuhuda. Walioko hapa wanafuatia kwa mtandao duniani kote, Mungu wa rehema ukawatajirishe, ukawafurahishe katika jina la Yesu Kristo.